Hongereni sana kidato cha 4 kwa kuhitimu masomo yenu. Nipende kuwapongeza, kwa hiyo tafadhali jipigieni makofi. Lakini pia nipende kuwapongeza wazazi. Mmefanya kazi kubwa. Tunasema siku zote mwalimu wa kwanza kwa mwanafunzi ni mzazi. Kwa hiyo kama mzazi huko hapa mwanafunzi, baba, mama, hongera sana kwa jitihada ambazo umezionyesha kuwalea watoto wenu vizuri. Lakini pia pongezi kwenu kwa kuweza kuwawezesha watoto leo kuweza kufikia katika hatua hii adhimu. Nimesikiliza risala kwa makini. Idadi ya wanafunzi ambao waliokuwepo ni 575. Lakini leo hii wanahitimu wanafunzi 414. Nini maana yake? Changamoto mbalimbali ambazo ziliwakumba aidha kutokana na mustakabali mzima wa wanafunzi mwenyewe au changamoto mbalimbali kutoka katika sehemu wanakoishi, basi ndio imeweza kufikia katika hali hii. Lakini basi yote ni safari ya masomo. Kwa hawa ambao wameweza kuhitimu leo, basi niwapongeze kwa idadi hii. Na pongezi nyingi nimeona hapa, idadi imeonekana ya wanafunzi wa kike ndio idadi kubwa. Imeonekana wanafunzi wa kike wako idadi 203 na wavulana wako 211. Kwa ratio ukiangalia, ukitafuta asilimia, kwa maana wanastahili pongezi watoto wa kike. Tuwapigie makofi. Lengo la kuwepo hapa manake ni kutuunganisha na watoto wetu. Nipende kulifaa kwa waasisi wetu wa nchi hii, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akiwa kama kiongozi wetu na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia alikuwa ni mwalimu. Kuna maneno ambayo tayanukuu ambayo alishawahi kuyasema. Kwake aliamini kuwa kwa dhati kwamba elimu ni nyenzo kuu ya ukombozi wa binadamu. Pia aliamini kuwa elimu tu ni chombo, ni njia ya kupata ajira. Lakini pia aliamini ya kwamba chombo hiki ni cha kumkomboa mtu kutoka kwenye nyanja za umaskini na nyanja za kujitegemea. Lakini pia alisisitiza kwa kusema kuwa elimu inapaswa kumwezesha mtu kufikia malengo na kuwa huru katika maamuzi na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii yake. Kwa hiyo kuhitimu kwa hao watoto, cha kwanza maana yake kazi walioifanya walimu ni kazi kubwa ambayo kwa nafasi ya kipekee wameweza kuwajenga watoto hawa na kuweza kuwapa maarifa hayo ambayo yamewajenga kifikra, lakini kimaadili. Lakini pia niwapongeze sana wazazi. Lakini kiachana wazazi, ninaposema mkuu wa shule, walimu wote niwapongeze. Wazazi niwapongeze sana kwa sababu haikuwa kazi rahisi. Vijana wetu wa kidato cha 4 leo ni siku ya kupongezwa sana, kwa sababu kama mlivyosikia kwenye risala yao kwamba walianza wakiwa karibuni 500 na lakini watoto yake wamebaki 400.
na kidogo. Hii lazima tuwapongeze sana. Mimi nafikiri kidato cha 4 mimi nipige hata makofi jamani, nawapongeza. Makofi mengi jipigeni sana, makofi na vigelegele. Lakini niwapongeze sana wazazi kwa kuwalea vizuri, kwa kuwapa mafundisho mazuri na kuwahamasisha ili kuweza kufika shuleni. Naona hapa kwenye sala yao, mimi sio mtu kujibu sala, lakini kuna pointi moja kwa shule hiyo lazima tuijibu sisi kama bodi. Kuna wimbo moja huo unaimbwa na upenda sana, wanasema hivi: ukitaka kusamehe, ukitaka kusamehewa, wewe kwanza usamehe. Si ndio jamani? Ukitaka kusamehewa, wewe kwanza usamehe. Na mimi niseme hii lazima tujibu sisi kama bodi kwamba kidato cha 4 wamesema mtusamehe pale ambapo tulipokosea. Si ndio jamani? Na mimi niseme kwa niaba ya bodi, sisi tulishawasamehe na ndio maana mkaruhusiwa kufanya mitihani. Form 4 oye! Form 4 safi! Bodi sisi tuliwasamehe, hatukuweza kuwafukuza hata pale mlipotukwaza, ili mtimize ndoto zenu. Kwa majina ninajulikana Christopher Lucas Mtabutu, mkuu wa shule ya uhamiaji sekondari iliyopo manispaa ya Temeke, kata ya Kurasini. Hii ni mahafali ya 4 tangu kuanzisha shule na matarajio yetu ni kuwa na ufaulu mzuri. Mungu akitusaidia, wanafunzi wamesoma vizuri na wanaamini kwamba kile walichokwenda kufanya kuandika kwenye mitihani yao kitawasaidia na wataweza kufaulu, kwa sababu wameandaliwa katika misingi iliyokuwa imara kabisa. Hawa wahitimu wanahitimu leo, wahitimu wa kidato cha 4 wako 414. Neno langu la kuasa ni kwamba huko wanapokwenda mitaani wanakwenda kukutana na elimu tofauti ambayo walikuwa darasani, hivyo wawe na uelewa wao, wasishikwe masikio, waangalie serikali inasema nini, kwa sababu serikali imefanya jukumu kubwa la kuwapa elimu. Sasa inategemea watakaporudi mtaani watakuwa ni walimu wazuri sana katika kuwasaidia wenzao. Pia dunia inakwenda kwa kasi sana, kwa hivyo waepuke sana masuala ya mitandao ambayo imekuwa ikisababisha vurugu nyingi, hivyo waitumie mitandao kwa manufaa yao ya baadaye. So mitandao ikitumika vizuri inaweza ikawasaidia, lakini pia ikitumika vibaya inaweza ikawaletea madhara. Hivyo kama mimi mkuu wa shule na waasa wawe watumiaji wazuri wa mitandao kwa ajili ya manufaa yao ya baadaye.